mnamo Jumanne. Elvis Kosgei, KTN. Maafisa wa polisi hapa Nairobi wanafanya uchunguzi kuhusu tukio ambapo mlinzi wa msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed anadaiwa kumuua mtu wa kumpiga risasi Jumapili jioni baada ya mzozo katika eneo la Amboseli, mtaa wa Kawangware hapa jijini Nairobi. Kama anavyoarifu mwanahabari Winfrey Owino, mshukiwa kwa jina Mohamed Yusuf aliyedai kuvamiwa kabla ya kujiokoa amelazwa katika hospitali moja mtaa wa South C hapa jijini. Jumatatu mchana kutwa, maafisa wa upelelezi walikita kambi katika eneo la Amboseli, mtaa wa Kawangware jijini Nairobi, wakichakura na kutafuta ushahidi wa kutosha. Hii ni baada ya afisa mmoja wa polisi ambaye ni mlinzi wa msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed kuripotiwa kumpiga risasi na kumuua Amos Langat kufuatia mzozo unaohusiana na mchezo wa pool. Wawili hao walikuwa wakicheza pamoja kabla ya mzozo kuibuka kati yao. Huku nyuso za wanaotazama zikiwa zimejaa huzuni na mshtuko, walioshuhudia tukio hilo wanasema wawili hao walikuwa marafiki na haikuwa mara yao ya kwanza kumuona askari huyo mahali hapo. Na walikuwa mabeste, wote walikuwa hapo. Ni marafiki, hawapiganangi. Kwa hivyo hiyo tunaweza sema ilikuwa tu pepo. Vita ilikuwa hapa nje. Ndio wamekuja wakapigana. Mzee akapiga mwenzake marisasi. Kidogo nikasikia jamaa ni kama amenyang'anya askari bunduki. Baada ya hapo bunduki, wakati askari alirudishiwa, maneno ikakuwa imeisha. Kidogo bado ule jamaa akaenda akarudi, akafuata ule karao na maneno. Ndio huyo karao alijam, akapiga risasi 2 juu. Watu wakakimbia. Baada ya kukimbia, ule jamaa alichukua mawe. Sasa ndio ule karao alichukua advantage kumpiga, na hiyo ni mbaya, ambapo huyo jamaa sio mwizi. Familia ya mwenda zake inasema alikuwa dereva wa magari ya kibinafsi, alikuwa na umri wa miaka 44 na baba wa binti wa mwaka mmoja. Alikuwa mtegemeo kwangu na familia yetu huko nyumbani. Hata hiyo time kabla hatujaachana na yeye alikuwa anapanga mambo na nyumbani huko. Kuna kazi alikuwa anaendeleza huko nyumbani. Baada ya tukio, mshukiwa alipiga ripoti katika kituo cha polisi cha Muthangari akidai kuvamiwa na watu 3 wasiowajua na kwamba walitaka kumnyang'anya bunduki. Aidha, maafisa waliozuru eneo la mkasa walisema Amos alipigwa risasi kadhaa kwenye tumbo na kifua na aliaga dunia baada ya kufikishwa kwenye hospitali ya Maria Immaculata. Kufikia sasa, uchunguzi unaendelea na mshukiwa hajatiwa mbaroni. Mwili wa Amos umehifadhiwa katika hifadhi ya wafu ya Chiromo ukisubiri upasuaji wa kubaini chanzo cha kifo. Winfrey Owino, KTN, Nairobi. Saa chache baada ya shambulizi la Garissa